Kwa majina anaitwa Zabibu Isa, ni mkazi wa Songea, mkoa wa Ruvuma. Jina la biashara najulikana kwa Bibu. Subscribe Mzee wa Jimbo TV, sauti ya mpiga kura. Mwaka 2025 ulikuwa ni mwaka wa kujiajiri na nimefanikiwa kwa 75% ya mipango yangu. 25% iliyobaki na imani 2026 nitafanikiwa zaidi. Kwa nini unasema mwaka 2025 ulikuwa ni miaka ya kujiajiri? Kwani huko nyuma ulikuwa umeajiriwa? Ndiyo, nilikuwa nimeajiriwa. Hebu tupe background yako kidogo. Niliajiriwa katika hoteli ya Crystal Park mkoa wa Ruvuma. Nimedumu ndani ya miaka 4. Mwaka wa 5 nilianza kujiajiri mwenyewe kama mjasiriamali mdogo. Lakini nilipokuwa kazini tayari nilikuwa nimeshaanza kujiajiri huku nikiwa nafanya kazi. Niliweza kufanikiwa kupata biashara ya stationery nikiwa kazini, ambayo ilikuwa ni mwaka 2023. 2024 nilifanikiwa pia kufungua saluni ya kike almaarufu Bibu Beauty Saluni, ipo mtaa wa Zanzibar. 2025 nilifanikiwa kuongeza biashara nyingine ambayo nipo hapa kwa sasa, ni Bibu Smart Couch, ipo maeneo ya Polisi Mesi. Ni kitu gani hasa ulikiona uachane na ajira alafu ukikite kwenye kujiajiri? Hamna sababu kubwa au sababu ndogo, lakini kila binadamu au kila mfanyakazi kuna muda huwa anatamani kuwa na cha kwake. Mimi pia nilikuwa nafanya kazi huku nikiwa na malengo, nikisema kuna siku na mimi natakiwa nijiajiri na mimi pia niwe mwajiri. Kwa sasa nimefanikiwa, nimeweza kuajiri vijana wengi. Kwa mfano saluni na vijana 3, kwenye stationery na vijana 2, couch na vijana 8. Mimi pia nimefanikiwa kutoa ajira kwa vijana wenzangu. Sawa, wanasema panapokuwa na mafanikio changamoto hazikosekani. Ni changamoto gani ambazo umezipitia pengine 2025 unaona kabisa baada ya kuziepuka ukasema hapa sasa sitakutana tena na changamoto za aina hii? Changamoto ni nyingi, lakini changamoto ndo njia ya mafanikio pia. Changamoto nilizokutana nazo ni jinsi ya ku-maintain biashara. Biashara inahitaji muda mwingi, inahitaji akili nyingi. Mwanzo ilikuwa inanipa shida, lakini sasa nimeweza kumudu, na ninakoelekea ninaona hamna changamoto tena ngumu zaidi ambayo inaweza ikanitikisa. Kila changamoto itakayokuja nitaweza kupambana nayo na kuendelea mbele zaidi. Hebu washirikishe sasa wadau wale ambao wanakusupport mwaka 2026. Umewaandalia nini? Nimewaandalia vitu vizuri zaidi. Kwanza kabisa nina imani 2026 nitaweza kuziimarisha zaidi biashara zangu, na nitaweza kuboresha zaidi kwenye biashara zangu kwa sababu sasa nina muda wa kusimamia mwenyewe. Sawa. Kupanga wanasema ni kuchagua. Wewe ulipanga kwamba nijiajiri na wenzangu. Maeneo yote uliyopanga bila shaka unalipa. Ndio. Kuna changamoto yoyote inayotokana na hilo? Hapana, sina changamoto yoyote. Maeneo yote ninaweza kulipa kodi kwa wakati kulingana na usimamizi wangu na mipango niliyoweka kwenye kila biashara yangu. Unataka uwe mwaka wa namna gani 2026 ukilinganisha na 2025? 2026 natarajia kuwa mwaka bora zaidi na wa kukua zaidi mimi kibiashara. Kwanza ni mwaka ambao utakuwa na mafanikio makubwa. Nimejipanga vizuri kukabiliana nao vizuri, kupambana, kuhakikisha kila biashara niliyoiweka inaendelea kwa ufanisi na ubora zaidi. Sawa, sasa wategemee nini? Wategemee mambo mazuri zaidi 2026. Watafurahia huduma.
unapanga pengine kutoa, maana tumezoea Watanzania kwamba siku za sikukuu kunakuwa na ofa. Kuna ofa yoyote umepanga kuitoa kwa ajili ya wateja wako? Ndio, saluni ofa zipo. Ukifika saluni kuna ofa, ukisuka unaosha bure, ofa hiyo inaendelea. Kuna kaush, ukifika kuna huduma ya kunyonyewa vumbi kwenye gari, unanyonyewa vumbi bure kabisa na gari yako inatoka vizuri. Hiyo ndio ofa nilionayo kwenye kaush. Hizi biashara zote ambazo kwa sasa unazimiliki, kuna elimu yoyote ulipatiwa na mtu yoyote au wewe tu uliamua? Hapana, ni kama vile tuseme ni kipaji. Hamna elimu yoyote nilopatiwa na mtu yoyote zaidi ya kipaji changu, kujituma na kujiongeza pia mimi kama mimi. Wakati unaanzisha sehemu hii ya kuoshea magari, ukuona kwamba watu watanionaje, mimi ni mrembo nikae hapa nasubiri hela za magari, niko kwenye saluni na stationary, ukilifikiria hilo au nisema tu basi ngoja niendelee? Sikuwahi kufikiria kitu kama hicho na sijawahi kufikiria, kwa sababu urembo, wanawake kwenye nafasi ya maisha haupo. Maisha ni ya kwako, wewe ndio unachagua. Ukianza kusema watanionaje, watanichukuliaje, si sawa. Waambie wanawake wenzako sasa ambao wako nyumbani wanalalamika, na wengine wako sasa hivi kwenye ofisi za ustawi wa jamii na maeneo mengine wanadai kwamba waume zao hawahudumii. Waje nje tupambane, wasikae tu ndani, watoke nje. Kuna fursa nyingi sana sasa kwenye mkoa wa Ruvuma. Wajitoe, wasiogope. Kwa maana waachane na waume zao? Hapana, wasiachane na waume zao. Waombe ruhusa kwa waume zao, waonyeshe njia pia. Waje tupambane pamoja. Wanawake wenzangu, 2026 ni mwaka wa kujiajiri. Waje tupambane, tujiajiri. Kujiajiri kuna raha yake, changamoto zipo popote pale, kuna changamoto. Kwenye ndoa kuna changamoto, kwenye familia kuna changamoto. Tusiziogope changamoto, tupambane nazo. Hujawahi kuachwa kwa sababu ya kwamba pengine baada ya kwanza kumiliki hivi vitu onekana pengine unalinga hivi? Sijawahi. Ila ndo napendwa zaidi. Unapenda zaidi? Ananipenda zaidi. Unaweza ukatushirikisha, umtaje tu kwa jina? Subscribe Mzee wa Jimbo TV, sauti ya mpiga kura.